Unapokuwa unatoa sadaka, unakuwa unatuma vifaa vya kujenga nyumba yako huko mbinguni. Na nyumba huwa inajengwa na vifaa vya aina mbalimbali. Zaidi ya aina 20 ya vifaa. Kwanza na mawe, mchanga, kokoto, matofali, unakuja kwenye vifaa vya maji taka, maji safi, hapo ndio unakuta mifereji, sijui mambo mbalimbali, makoki, unakuja vifaa vya umeme, ndio unakuta waya, taa, sijui conduit, vifaa vingi hivyo. Unakuja bado kwenye kenki, unakuja kwenye mabati, unakuja kwenye milango, madirisha. Yani nyumba huwa inahitaji vifaa vingi mchanganyiko mpaka nyumba ikamilike. Nyumba inahitaji aina moja ya vifaa. Hali kadhalika kuna aina mbalimbali za sadaka za kumtolea Mungu. Mtu anaposema sadaka, mtu anafikiria mara moja fedha. Sema toa sadaka, tayari fedha. Sadaka ishi kwa fedha, ndugu yangu. Kwa hiyo unapotuma vifaa huko vya ujenzi, usitume aina moja ya pesa. Utakuta ka nyumba kako kamekaa ovyo ovyo. Kama kituma aina moja vifaa, siwi ni mawe. Mawe yatajenga msingi. Mawe yatawezeka. Mawe yatawezeka. Hawezi kuwezeka. Kwa hiyo tuma vifaa aina mbalimbali. Ukituma matofali tu. Je, matofali tu yatajenga msingi? Matofali tu tayajengea mlango, tayafanyia mlango au kenki? Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za sadaka. Sadaka ndio vifaa hivyo. Na aina hizo nitakutajia. Walao nitakutajia vifaa vichache vya sadaka. Vichache vingapi? 15. Basi hebu nifanye maelezo. Nikufafanulie hizo sadaka. Mosi ni sadaka ya pesa. Yesu anasema viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyeni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua mbinguni, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haribu. Huko mbinguni ulikotuma hivyo vifaa. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Luka sura ya 12 aya 33 hadi 34. Biblia inaendelea kusema, na nukuu, anayemsaidia maskini anamkopesha Mungu. Mwenyezi Mungu atamlipa kwa tendo lake jema. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Methali sura ya 19 aya 17. Pili, sadaka ya jasho. Mwenyezi Mungu alimwagiza Adamu akisema, kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 19. Jasho hilo ni pamoja na kazi za kujitolea kanisani. Jasho hilo unalolitoa kufanya usafi wa kanisa, mazingira, mapambo, kilimo, mikualika kuja siku kuotesha marage, kuangalia migomba, sijui nini, kupalilia, kilimo, bustani, viazi vitamu, masoma, nini, na mengine. Kujitolea kuhusu ufugaji, kuangalia mifugo ya parokia, shughuli za ujenzi, jasho naitoa kufanikisha kazi ya Mungu. So kuisha, mimi nitatoa michango yangu. Natoa michango, bado jasho lako linahitajika hapa kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo ya parokia.
Na maandiko matakatifu yanasema, na yanukuu, na ninyi mkishafanya yote mliyoamriwa, semeni, sisi ni watumishi tusio na faida, tumetimiza tu yale tuliyotakiwa kufanya. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Luka sura ya 17 aya 10. Aina ya tatu ni sadaka ya machozi. Sadaka ya machozi. Biblia inasema, na nukuu, Yesu alipoishi duniani alimtolea Mungu sala na maombi kwa kilio na machozi. Yeye aliweza kumwokoa katika mauti, akasikilizwa kwa sababu ya uchaji wake. Mwisho wa kunukuu kutoka waraka kwa Ibrania sura ya 5 aya 7. Papa Francisco katika barua yake ya kitume kwa vijana na kwa taifa lote la Mungu, barua ya kitume itwayo Christus Vivit, aliyoandika March 25, 2019, ibara ya 76, anasema, na mnukuu, labda baadhi yetu ambao wanaishi maisha ya raha mustarehe hawajui namna ya kulia. Baadhi ya matukio katika maisha yanaonwa vizuri na macho yaliyosafishwa kwa machozi. Ningependa kila mmoja wenu ajiulize swali hili: je, ninaweza kulia? Ninaweza kulia nikimwona mtoto mwenye njaa, mtoto aliyeathirika kwa madawa ya kulevya, au aliyetelekezwa, ameachwa, anaishi mitaani, ananyanyapaliwa na kutumikishwa kama mtumwa na jamii? Au kulia kwangu ni maigizo matupu ya makelele ya wale wanaolia kwa ajili ya kupata fadhila fulani? Kulia pia ni alama ya huruma na faraja. Kama machozi hayatoki, muombe Yesu akupe neema ya kulia kwa ajili ya mateso ya wengine. Ukiweza kulia, hapo utaweza kuwasaidia wengine toka moyoni. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni sadaka ya machozi. Aina ya 4 ni sadaka ya damu safi na salama. Kwa benki za damu hospitalini kwa ajili ya majeruhi, akina mama wanaojifungua, wagonjwa wanaopungukiwa damu mwilini na wengine wengi. Soma Injili ya Yohane sura 15 aya 13. Pia sadaka ya kumwaga damu ukipambana na dhambi zako. Soma kitabu cha Methali sura ya 16 aya 32 na waraka kwa Ibrania sura ya 12 aya 3 hadi 4. Aina ya 5 ya sadaka ni sadaka ya nafsi, sadaka ya mwili na roho yako. Biblia inasema, na nukuu, basi ndugu, na wasisitiza kwa ajili ya huruma ya Mungu, toeni nafsi zenu kwa sadaka iliyo hai, takatifu na yenye kumpendeza Mungu.
Mwisho wa kunukuu kutoka waraka kwa Rumi sura 12 aya ya kwanza. Ndio maana Kristo alipokuwa anakuja ulimwenguni alimwambia Mungu, hukutaka dhabihu wala sadaka, lakini umenitayarishia mwili, sadaka za kuteketezwa au za kuondoa dhambi hazikupendezi. Hapo nikasema, niko hapa Mungu kutimiza matakwa yako. Mwisho wa kunukuu kutoka waraka kwa Ibrania sura ya 10 aya 5 hadi 7. Tunaalikwa tusitoe miili yetu kwa zinaa, kwa shetani. Soma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 6 aya 12 hadi 20. Aina ya 6 ni sadaka ya matendo mema. Biblia inasema, na nukuu, msisahau kutenda mema na kusaidiana, maana sadaka za namna hii zampendeza Mungu. Mwisho wa kunukuu kutoka waraka kwa Ibrania sura 13 aya 15, na kutoka kitabu cha Methali sura 21 aya 3, na kitabu cha nabii Mika sura 6 aya 8. Aina ya 7 ni sadaka ya neno au salamu. Biblia inasema, na nukuu, neno moja laweza kufaa kuliko zawadi, neno jema lafaa kuliko zawadi. Mtu mkarimu anavyo vyote viwili. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha Sira sura 18 aya 16 na 17. Soma pia kitabu cha Methali sura 16 aya 21 na aya 23 hadi 24. Pia kuna sadaka ya neno inayouma. Sadaka ya neno inayouma ikoje hiyo? Hiyo ni sadaka ya neno ya kumwamkia au kumsalimu adui yako kwa tabasamu. Najua ni mbaya wako amekutendea mabaya, lakini unamwamkia. Sadaka inayouma, humnyimi au kukwepa njia unapomwona kule mbali, unaenda kifua mbele kusana naye kumpa sadaka hiyo ya salamu. Soma Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 47. Biblia inasema, na nukuu, maneno mabaya hata yasisikike kamwe miongoni mwenu. Kila mara maneno yenu yawe ni ya kufaa na ambayo hujenga na kuwasaidia wengine, ili yawanemeshe wasikilizaji wenu.